somo hili la ndoa nimelifundisha kwa miaka 19, sio eneo jepesi. Tafiti zinaonyesha Afrika, watu baada ya kuachana magomvi huendelea kuliko au kuzidi hata wakati wakiwa pamoja. Inaitwa post divorce conflict. Huwezi ukapeleka maombi ya talaka kama ndoa iko chini ya miaka 2. Ndio maana mwanandoa yote mwenye akili anapay attention zaidi kwa mke wake, kwa mume wake, sio kwa watoto. Unapofikia mmeamua kuachana, talaka yenu inahusu pia talaka za watoto. Uislamu kama ambavyo ulivyotuwekea mlango wa kuingia katika ndoa, pia umetuwekea mlango wa kutoka katika ndoa. Sisi tunafuata kauli na matashi ya Mungu, kuunganishwa. Mungu anawaunganisha hawa, na alichounganisha Mungu, Yesu anasema wanadamu asitenganishe. Mimi nafahamu makabila mawili ambao bila kumfumania mke wako ugoni unaona hujaoa. Sababu za haraka za kuvunja ndoa ni zipi? Uzinzi wa kawaida au asharati wa kawaida si sababu ya watu kubatilishiwa ndoa yao au kutenguliwa ndoa yao. Naongelea psychological downsides. Did you know kwamba genes za mwanaume uliyelala naye unaweza kukaa nao more than 10 years kwenye system ya biology ya kwako? Kwa mujibu wa kanuni za kisheria za ndoa, ni lazima uthibitishe katika kiwango ambacho inaonyesha kwamba ndoa hiyo imevunjika kiasi kwamba haiwezi kurekebishika. Nani anachukua nini? Nani atamiliki kipi? Mgawanyo upi wa mali? Kuingia rais kama kituo cha polisi kutoka hawana neno kutoka ndio kuna mtihani. Kwa mfano ugoni wa kujirudia na limetumika neno hilo kwenye sheria ya ndoa, mpaka kujirudia. Ni muda wa kuchukua nafasi yako katika meza ya HW, tuwasilishe kwako mawazo yenye tija kwa maneno ya dhahabu, kukupa hamasa na kujengea uwezo wa kufanya zaidi na kuwa zaidi. Welcome to the home of positive vibes. Mara mnapoamua kuachana, mnaweza msijue vitu vinavyotokea katika yale maamuzi yenu, mkachukulia poa tu kutalikiana kama vile talaka ni jambo moja linalohusu karatasi. Bana saini hapa, bana andika, nimeshakuchoka wewe ufai na hivi vitu kama hivi. Sheria kama inavyotengeneza wepesi wa kuingia, inatengeneza pia wepesi wa kutoka. Wa kutoka. Aha. So unasema waliopo nje wanatamani kuingia, waliopo ndani wanataka kutoka. Je, sheria kama ambavyo inatengeneza wepesi wa kuingia pia inatengeneza wepesi wa kutoka? Sheria imeweka ugumu sana wakati wa kutoka. Na kuna sababu yake. Kuingia rais kama kituo cha polisi. Kutoka hawana neno kutoka. Ndio kuna mtihani. Mtihani wa kutoka uko wapi? Mtihani hasa wa kutoka ni kwamba dhamira kubwa kwanza ya sheria yetu ya ndoa ya mwaka 71 ilikuwa ni kuhakikisha kwamba hii taasisi inayoitwa familia inalindwa kwa wivu mkubwa sana. Moja katika mambo ambayo yanalinda hiyo ni kile kigezo cha ndoa kuvunjika. Si kila sababu inaweza ikapelekea ndoa kuvunjika. Na kuna sababu ambazo zimeainishwa kwenye sheria ya ndoa yenyewe. Lakini pamoja na kuwa unaweza ukazitoa sababu hizo, wanasema kwa mujibu wa kanuni za kisheria za ndoa, ni lazima uthibitishe katika kiwango ambacho inaonyesha kwamba ndoa hiyo imevunjika kiasi kwamba haiwezi kurekebishika. Irreparably broken down. Imevunjika pasipo. Kwa hiyo unaweza ukathibitisha kwamba ndoa imevunjika, lakini ukashindwa kuthibitisha kwamba haiwezi kurekebishika. Kuna vitendo ambavyo vinapotokea tu pap, yani tayari hivyo vinachora mstari wa kwamba vinatengeneza msingi wa moja kwa moja wa ndoa kuvunja ndoa. Yani tunaelekea. Yani kitendo tu chenyewe kimetokea tu, bana mwenzangu kafanya hivi. Hicho tu by itself sheria inakubali kwamba kwa hiki basi kama unataka talaka tunakupatia. Vitaashiria moja katika sababu ambayo, kwa mfano ugoni wa kujirudia na limetumika neno hilo kwenye sheria ya ndoa, mpaka kujirudia. KP unamsikia vizuri Alex? Namsikia ugoni wa kujirudia. Huo ugoni ndugu yangu usije mara moja tu umefumania. Mara moja unaweza ukavunja, unaweza ukafikia kwamba ndoa imevunjika, lakini sio imevunjika pasipo kurekebishika. Kwa hiyo ukishindwa kuthibitisha kwamba hakuna nafasi au kuna nafasi ya kurekebishika, basi mahakama itasema hapana, hatuwezi kutoa talaka.
Ni sisi Tanzania peke yetu tuliofanikiwa mwaka 71 kutunga sheria ya ndoa. Uganda ambao walikuwa wa kwanza kuanza mchakato huu mwaka 1966 chini ya ripoti ya Kalema, mpaka leo wameshindwa kuwa na sheria moja ya ndoa. Kenya ambao walianza juhudi za kuwa na sheria moja ya ndoa mwaka 1968 hawakufanikiwa mpaka baada ya mauaji yaliyotokea. Wametunga sheria imepita, na baadhi ya mambo ambayo sheria imeyakataza sasa watu wameanza kuyadai. Na moja ya mambo ambayo sheria ya Kenya ya sasa ya ndoa inayakataza na sasa yameanza kudaiwa, tena wanaodai ni wanawake, ni kufuta talaka, kwa sababu sheria ya ndoa ya Kenya imefuta talaka. Lakini wote tumeona sasa jitihada kubwa tena ya hadharani inaongozwa na wanawake kudai sheria ya kuwaruhusu talaka irejeshwe. Nataka kusema nini? Mashauri ya ndoa, mashauri ya mirathi, mashauri yanayogusa mila na desturi, mashauri yanayogusa dini, mashauri yanayogusa itikadi, ni vyema kuyaendea kwa uangalifu mkubwa. Najua kabisa, na niseme tu kwa unyenyekevu, somo hili la ndoa nimelifundisha kwa miaka 19. Sio eneo jepesi. Talaka 6 ndani ya talaka moja. Talaka 6 ndani ya talaka moja. Naomba nikupe utangulizi mfupi tu kwamba mara nyingi wanandoa wanapoamua kuachana, wanandoa wanapoamua kufikia mwisho wa mahusiano yao, wanandoa wanapoamua kuita end au mwisho wa mahusiano yao na ndoa yao, wanaweza wakaachana bila makaratasi, inaitwa kuachana au separation. Wanaweza wakaamua kuprocess divorce au talaka kisheria, ili wagawane au ili mmoja aende akaolewe au akawa na mahusiano na mtu mwingine na vitu kama hivyo. Tafiti zinaonyesha Tanzania tunatumia zaidi separation na watu wachache sana wanakwenda kwenye divorce ya makaratasi, tofauti na nchi nyingine. Sasa watu wengi wana mtazamo mdogo kuhusu kuachana na talaka. Sasa hivi vyote navitumia kama kitu kimoja, kuachana au kutalikiana. Mara mnapoamua kuachana, mnaweza msijue vitu vinavyotokea katika yale maamuzi yenu, mkachukulia poa tu kutalikiana kama vile talaka ni jambo moja linalohusu karatasi, bana saini hapa, bana andika, nimeshakuchoka, wewe ufai na vitu kama hivyo. Lakini naomba nikwambie, viko vitu 6 huwa navyo vinahusika kwenye hiyo talaka, na hivyo nimeviita talaka 6 katika talaka hiyo moja. Talaka moja ni ninyi kuamua kuachana au kutalikiana, kila mmoja kuondoka kwenye nyumba mliokuwa mnakaa au kuondoka kwenye mahusiano yenu. Lakini talaka 6 lazima zinatokea kwenye ile talaka moja. Kama mlikuwa kwenye ndoa, kuna vitu 6 vitaumia, navyo vinahusika katika talaka ile, na nikaviita talaka 6. Talaka ya kwanza katika hizo talaka 6 ni talaka ya kihisia. Talaka ya kihisia inatokea wapi? Inatokea katika nyakati ambazo mmoja au wawili wote wenu mnakuwa na upweke mkubwa, mnaingia katika vita na malumbano kabla ya kuachana na baada ya kuachana. Tafiti zinaonyesha Afrika, watu baada ya kuachana magomvi huendelea kuliko au kuzidi hata wakati wakiwa pamoja. Inaitwa post divorce conflicts. Wakati wenzetu wazungu wakishaachana, basi mahusiano yao yanashuka na magogoro yao yanashuka. Sheria zimewekwa katika hali ambayo zinawafanya msigombane tena, ili mshughulikie vitu ambavyo vinahusu ndoa yenu, ikiwemo vitu kama watoto. Lakini huku kwetu upweke unakuwa mkubwa, vita zinaongezeka, malumbano ya ndugu, malumbano yenu yanakuwa makubwa. Mwisho wa siku hisia zenu zinaingia kwenye kutalikiana, kwenye kuumia kuliko kitu cha kawaida. Talaka ya pili ni talaka ya kisheria. Talaka ya kisheria inakuja pale ambapo wanandoa wawili wanaanza kuingia katika malumbano yanayohusisha wanasheria. Mwanasheria wangu kasema, jibu email ya mwanasheria wangu, mwanasheria wanabadilishana makaratasi, kunatokana na hichi mahakamani kwa nini wanaita baraza la wasuluhishi, mnaenda kwa hakimu, mnaenda huku.
wengine hata mahakamani hujawahi kufika hata mara moja, unaanza kwenda kusimama na kuulizwa maswali kwa mara ya kwanza. Hii ni talaka ya kisheria. Hata kama hamjawahi kuhusika kwenye jambo hili, kwa mara ya kwanza mnajikuta mmeingia kwenye jambo hilo la mambo ya kisheria na kubadilishana mambo ya kisheria na vitu kama hivyo, saini hapa, saini pale, jibu email, fanya hivi, na madokumenti hapa na pale na vitu kama hivyo. Talaka ya tatu ni talaka ya kiuchumi. Hapa mnaingia katika masuala ya nani anachukua nini, nani atamiliki kipi, mgawanyo upi wa mali, tuuze nyumba au tusiuze, nani abaki na nyumba hiyo, magari yetu itakuwaje, shamba letu la Goba na shamba la Mabwepande litafanya nini, nani atachukua hichi, nani atachukua kile, andika majina ya watoto kwenye hichi au andika jina langu. Kunakuwa na mvurugano mkubwa wa kiuchumi kwa sababu ya kitu kimoja kilichofanywa, kuamua kuachana. Na talaka ya 4 ni talaka ya kimalezi. Hapa ni kama mlikuwa mna watoto. Kama hamna watoto, mtakuwa na talaka 4 peke yake, sio 5 tena, kwa sababu watoto hamna. Lakini kama imetokea mna mtoto au watoto, lazima mtatumbukia kwenye talaka ya kimalezi. Nani anakaa na mtoto? Je, umri unaruhusu nikae naye au umri unaruhusu akae kwa baba au kwa mama? Nataka mtoto wangu, nataka nimuone. Nitamuona lini? Nitamuona akiwa shule au nitamuona akiwa boarding? Wakati wa likizo aje kwangu au abaki kwako? Custodian issues na custodian na mediation issues zinafanyika kwa sababu mna watoto. Bahati mbaya, wanandoa wengi wanajiwaza wenyewe, wanashindwa kuwaza kwamba unapofikia mmeamua kuachana, talaka yenu inahusu pia talaka za watoto. Kuna kipindi ambacho watoto walizoea kukaa na baba au mama hawatokaa naye tena, walizoea kumuona baba na mama hawatomuona tena, wataanza kumuona kwa vipindi vya msimu, kama vile ambavyo wanaishi shuleni kwa msimu. Hiyo talaka ya kimalezi ni vizuri uweke kwenye akili yako, kwa sababu utake usitake, kama una watoto na mmeamua kuachana, talaka ya kimalezi inahusika. Usiache ikawa surprise kwako, jizungumzeni na muiwaze vizuri mapema. Na talaka ya 5 na talaka ya mwisho ni talaka ya kisaikolojia. Hapa ndipo ambapo kunakuwa na mambo mengi yanayohusu hisia zenu, mambo mengi yanayohusu akili zenu. Kunakuwa na mchaniko, kunakuwa na roaring, kunakuwa na tearing, na mchaniko au mpasuko mkubwa wa kihisia. Kunakuwa na mchaniko na mpasuko mkubwa wa kiakili. Hapa kwa nini? Kwa sababu mmoja alikuwa na emotional dependence, anategemea mwenzake kihisia sana. Kwenye ndoa na mahusiano, mmoja anaweza kumtegemea mwenzake kiuchumi, mwingine akamtegemea kiakili, lakini mwingine akamtegemea kihisia, emotional dependence. Sasa umesha depend sana kihisia, alafu ghafla karatasi za kusaini hizi hapa, ndoa imekwisha. Lakini pia kuna wengine wanaanza kupata mpasuko wa kihisia kwa sababu wanaona, nimetumia miaka yangu mingi kuinvest kwenye hii ndoa, sasa nitaanzaje tena? Hivi nitapendwa tena? Hivi kuna mtu atanikubali tena? Na hapa nina watoto. Hivi kuna mtu atanikubali tena? Na hapa reputation yangu. Hisia zetu na akili zetu zinapigwa kwa kiasi kikubwa kwa sababu tumetumbukia kwenye talaka ya kisaikolojia. Talaka hizi 6 zote zinaungwa ndani ya talaka moja, kuamua kuachana. Mtakapowaacha wanawake, talaka kuacha ni sahihi, ni halali au haramu? Uislamu haujajalia ndoa kuwa jela, gereza la maisha milele. Tuko pamoja? Milele. Uislamu haujasema ni pingu la maisha. Uislamu kama ambavyo ulivyotuwekea mlango wa kuingia katika ndoa, pia umetuwekea mlango wa kutoka katika ndoa. Uislamu unasema ya kuwa talaka si jambo zuri, walidhalika imekuja katika hadithi iliyo sahihi, abghadul halali inda Allahi at-talaq. Hadithi hii wanawachuoni wapo walioikubali wakaisahihisha, na wako walioitia doa na dosari kiufundi. Abghadul halali, halali yenye kuchukiza, ni halali lakini wakati huo huo inachukiza. Halali yenye kuchukiza mbele ya Allah ni talaka. Kuhusu ndoa, sisi tunafuata kauli na matashi ya Mungu. Ukienda kule katika kitabu cha Mwanzo kule
unaweza kukuta kule katika sura ya 2 aya 24 inasema kwamba mtu atamwacha baba yake na mama yake, ataambatana na yule mwenzi wake, alafu wao wanakuwa mwili mmoja. Kwa hiyo hapo kuna kuunganishwa. Mungu anawaunganisha hawa na alichounganisha Mungu. Yesu anasema katika Mathayo sura ya 19 aya ya kwanza mpaka 12 hapo kwa jumla wake kwamba alichounganisha Mungu mwanadamu asitenganishe. Sasa Wakristo wa Katoliki kwa kufuata haya matashi ya Mungu aliyetaka wanadamu wakiungana wabaki hivyo, na matamshi ya Yesu Kristo aliyetangaza kwamba watu waliooana wawe mwili mmoja na wadumu hivyo, tunajaribu kuwa makini. Kwanza kabisa tunataka kuwa makini. Watu wanaochumbiana, tungependa sana ili wakishaungana kule wasiweze kuvurugana. Tungependa sana wajichunguze wenyewe vizuri, na watu wengine wasaidie kusema kwamba watu hawa wanaweza kuishi pamoja. Ndio maana tunaruhusu kipindi cha uchumba. Baada ya hapo kishaandikishwa, kuna kuwa na matangazo 3. Na ukiangalia tuna tafsiri tofauti ya ndoa. Wako ndoa ambayo wao ni sacrament, wako ndoa ambao wao ni covenant. Kwa hiyo unapokuwa na mchanganyiko huo mkubwa kiasi hicho, ni vyema ukafanya mambo kwa tahadhari. Yako mambo ndani ya sheria hii bado yana vikwazo kwa Waislamu. Ni compromise. Sheria yoyote iliyofikiwa kwa compromise, be careful when you want to change it. Lakini sheria hii ni very progressive katika maeneo mengine. Ndiyo sheria ya kwanza duniani kuwaruhusu wanawake kuwa na nguvu, hasa wanawake wasomi na wataalamu. Chini ya sheria ya Uingereza ya ndoa, cohabitation, maana yake mke na mume waishi ndani ya nyumba moja muda wote. Ndio maana wanawake wa Kiingereza hawakuweza kupanda vyeo kwenda kufanya kazi nje ya maeneo ambayo waume zao wanafanya kazi. Mwaka 71 sheria ya ndoa, cohabitation, maana yake sio kuishi ndani ya nyumba moja. Mnaweza kuishi sehemu mbali, lakini kwa makubaliano, kwa simu na kwa barua. Tafsiri hiyo ni cohabitation, kwa sababu sheria ya ndoa ni jamii, sio mtu. Ni jamii. Sheria ya ndoa ni jamii, sio mtu. Na ndio maana sheria ya ndoa ya sasa kuhusu ugoni, adultery, niwaambie, ndani ya sheria ya sasa ya ndoa, adultery inaweza kuwa evidence the marriage has broken down irreparably and therefore the court can grant divorce. Lakini humo adultery, kwa kutambua yako makabila hapa ambayo adultery sio sababu ya kuvunja ndoa, sheria hii ya ndoa inatoa kibali cha compensation. Mimi nafahamu makabila mawili ambao bila kumfumania mke wako ugoni unaona hujaoa. Kwa hiyo mambo haya, ndugu mwenyekiti, yanahitaji. Kwa hiyo mtanifuata baadaye, nitawaambia. Ni sawa kwa mimi kuomba talaka kwa mume wangu. Ni sawa, kwa kizungu ninasema is it okay for me to divorce my husband? What if nina maybe bahati mbaya. Hakuna mtu ambaye ana bahati nzuri katika mahusiano katika dunia hii. Yaani bahati ya kuishi hapa sio nzuri, inabidi uibadilishe iwe sawa. Ndio maana kuishi katika sayari hii ni adaptability or adoption. Kuna mambo ambayo unatakiwa uadopt, kuna mambo ambayo inabidi adapt. Kwa hiyo sio bahati mbaya. Wewe una bahati mbaya. Bahati mbaya maishani mwa mtu, yeye ndio amefanya kuwa bahati mbaya. Hakuna mwanaume ambaye anaweza akashindwa kuendeshwa na wewe hadi wewe ushindwe kumwendesha. So it means mamlaka yote ni mikononi mwako, the way you feel. Kwa hiyo hakuna sababu ya kumdivorce mume wako, labda yeye akudivorce. Unaona, sasa hapo ndo nisikuelewe. Kwa hiyo mimi nisubiri nidivorciwe, dokta, kama ninaona ishara za kwamba tunapokwenda ninakwenda kupigwa kibuti,
Kwa nini mimi nisilianzishe ili niwe katika mikono salama kuliko kusubiri nikapigwa kibuti? Yani why not me doing it? Kiukweli kabisa katika dunia hii, kwa nje, kwenye miili ambako ndoa inatokea ni security. Kinachosumbua ni sense of security, sio salama. Salama ni within, safety ni ndani mwako, sio nje. Uwezo ukajisikia kwamba umekosa usalama mbele, that's not true. Sense of security ndio inakosekana. Vigezo ambavyo wewe ulikuwa unatarajia ili utukuke navyo havisomeki. Kwa hiyo unaona kwamba una anticipate mabaya, na kwa taarifa yako, watu mabaya tunao anticipate kwa 99% yatokei. Nimesema hivyo kwa sababu ulimwengu wako wewe ndio muumba. Ulimwengu huu tulipo sisi Mungu muumba, lakini wakwako muumba ni wewe. Hata Mwenyezi Mungu mwenyewe alianza dunia ikiwa formless and empty. Manake hata pale ambapo pako empty, kilicho empty ni something. Kusema empty room, still a room. Iko empty kwa sababu hakuna kitu, lakini room yenyewe ni kitu. Kwa hiyo hata pasipo na kitu kuna kitu. Kama unaona kwamba kuna danger mbele, what do you do about that? Unachukua precaution ile danger ile isiwe na impact ambayo ni negative, kuliko kuondoka kabla ya danger hiyo. Kwani mambo tunayoyahofia kwa 99% hayatokei. Sijasema inabidi ukomae kwa sababu umeniuliza swali. Ndio. Ina maana umekosa majibu mwenyewe. Ndio. Kwani ungekuwa umeshaamua, ungekuwa umeshafanya. Na mimi nasema hakuna sababu, kwani you're stronger than that. Una nguvu zaidi ya mambo yote yanayoweza kujiri. So make sure you stand your ground, kwa sababu ni second time. Ina maana haitakuwa kosa la mahusiano, bali tatizo litakuwa mawasiliano binafsi. Did you know kwamba genes za mwanaume uliyelala naye unaweza ukakaa nao more than 10 years kwenye system ya biology ya kwako? That's one. Inategemea mtu attention yako ilikuwa kiasi gani. Unasemaje doctor? More than 10 years. Number 2. That is if you have not used protection. Kama hujatumia protection, ndio. Mume wako utatumiaje protection? Okay. What is protection? Tunaongelea condom doctor. Forget about that. Okay. Hiyo sio protection yani. Okay, tusiwafanyie promotion. Sawa. Kwa hiyo unasemaje kwamba hebu rudia tena hapo kwamba nikilala na mwanaume na mume zake ambao umeshaunganisha naye damu inaweza kawa na impact more than 10 years maishani mwako baada ya kuachana naye. That's one. Kwa sababu umeondoa. Kwa ni hivyo hivyo pia au ni kwangu mimi mwanamke tu? Wote wawili unaondoa mwili, lakini kwa mwanamke impact iko kali kwa sababu mwanamke ni ardhi. Impact yote inafanyikaga kwake. Ndio maana mwanamke anaochukua ndiye anayekuwa na uwezo wa kuvunja ndoa haswa, kwa sababu maamuzi makali yanatoka kwako, kwa sababu victim kwa asilimia kubwa ni mwanamke, ndiye anayeteseka zaidi. Na mimi kusema hivyo ni kukuepusha maumivu ambao wenzako wakina mama ambao sasa hivi na miaka 70 anajutia kwamba ningefanya tofauti na nilivyofanya 30 years ago. Tunaongelea future ambayo inabidi tu provision. I'm not talking about people. Wanadamu watasema, watabadilika, watakiuka. Naongelea psychological downsides, psychological sequels ambazo zinaweza zikatokea ukijifelisha. Sijasema ili uogope, nasema hivyo kwa sababu situation inayokutorosha, kama unashindwa kumudu situation hiyo, bora ujitenge kuliko kuondoka. Unajitenga kwa muda ili reconnect. Nimekuambia hivyo, sio kwamba ukiwa na mwanaume alafu mambo hayaendi inabidi ukae tu na kadhalika. KP, mimi Alex, nafurahi kuona sheria inalinda kwa wivu mkubwa taasisi inayoitwa familia. Ni jambo zuri sana sana sana, lakini ninapopata shaka mimi ni pale ambapo sheria inajitia kimbelembele kwenye masuala ya hisia.
hapo ndiko ambako naona matatizo yanakopatikana, kwa sababu sheria inapolinda partnership ya mimi na Siza kama wabia wa kibiashara ni tofauti sana na linapokuja swala la hisia, kwa sababu yani ni vitu ambavyo havishikiki kwa mikono. Yani tofauti na kusema kwamba nyinyi muendelee kukaa pamoja kwa sababu hii kampuni yenu mlianzisha pamoja, wewe ulivunja kampuni yako, wewe ukavunja kampuni yako, mmekutana katikati na mmeshaanza kupata faida, mna wateja sijui na nini na nini na nini. Mnaweza mkaendelea kufanya kazi mkiwa mmenuniana, mnaweza kuendelea kuwa partners mkiwa mmenuniana, mnagawana fedha mkiwa mmenuniana, lakini swala la ndoa naona kuna hisia hapa. Sheria ilifikiria hili wakati watu wanatunga? Ililifikiria hilo, lakini kumbuka kwamba dhana au misingi iliyopelekea sheria ya ndoa kutungwa ni tofauti sana na misingi iliyopelekea sheria za makampuni ya kibiashara kutungwa. Kwamba unaiangalia kampuni kwamba ni kitu ambacho hawa watu wanaweza wakanuniana lakini wakarudi nyumbani. Lakini hii ni jamii ya ndoa ambayo watu wanaweza kuwa na watoto, na katika mahusiano ndio kama ilivyo kwenye biashara wana mali, lakini hizi ni mali ambazo zina athari ya moja kwa moja katika maisha ya moja kwa moja ya kila mwanandoa. Kwa hiyo sheria ikasema hii taasisi ya ndoa tutumie muda mrefu sana kuitengeneza katika sheria ya ndoa, ili kama naosema Siza, mtu akitaka kutoka isiwe holela, anaingia anatoka, anaingia anatoka. Hapana, ni lazima. Unajua huwezi kwa mfano huwezi ukapeleka maombi ya taraka kama ndoa iko chini ya miaka 2. Vinginevyo uwe umetimiza masharti fulani yaliyowekwa kwenye ile sheria, na huwezi ukataka taraka kwa sababu ambazo hazijaainishwa kwenye sheria yenyewe ya ndoa. Sasa hivyo ni moja katika vitu ambavyo vimewekwa. Unaweza ukasema huyu mume wangu au mke wangu ameniudhi kitu hiki na hiki, nataka taraka. Mahakama ikasema chini ya kifungu gani? Katika vifungu vyetu hapa tukiangalia, hiyo sababu haipo katika sababu zilizotajwa. Hivi sababu za haraka za kuvunja ndoa ni zipi? Ukatili, cruelty. Ukatili unaweza ukawa wa kisaikolojia, fikra, na ukatili ambao ni physical, ambao ni wa kimwili. Kwa hiyo ukatili wa namna hiyo unaweza ukapelekea, na jamii mbalimbali zimekuwa zikitafsiri tofauti. Kwa mfano Ulaya, katika maana nchi ya Uingereza, ukatili wa maneno ambayo pengine huku yanaweza kaonyesha kwamba yanaweza kawa ni maneno ya kawaida. Lakini kule akapelekea mahakama ikaona kwamba maneno haya, huu ni ukatili unaotosha. Jingine ugoni unaojirudia rudia, na sheria imesema hivyo. Nyingine utelekezaji, kwamba ukimtelekeza mkeo katika kipindi fulani na hutoi matumizi, kumjali katika namna ambayo sheria ndoa inasema kwamba mume anatakiwa atoe chakula, mume anatakiwa atoe malazi, atoe matumizi kadhaa. Kama utoi, hiyo inaweza kawa ni sababu inayopelekea talaka. Mke akinitelekeza, ama sheria haina kitu kama hicho? Sheria inasema wajibu wa kwanza kabisa wa kumtunza mke, kwa wanandoa, mume ndo ana wajibu wa kumtunza mwanamke. Ila isipokuwa pale ambapo itathibitika kwamba huyo mume hana uwezo kabisa, na pengine uwezo huo ameukosa akiwa kwenye ndoa yenyewe. Mwanamke ana uwezo mkubwa mno wa kumudu mwanaume. Fuatilia, mwanaume anaweza kawa ni muhuni, na ndio maana tunakufa haraka, tunakufa mapema. Wanaume hawana uwezo sawa na wanawake kwa nguvu, lakini bado tunajihesabu sisi jeuri. Ndio maana utakuta mwanaume anakufa mapema, mwanamke anabaki. Na mwanamke akifa, mwanaume anabaki hawezi. Ila mwanamke anaweza kumudu maisha hata pasipo mwanaume. Ni mwenye nguvu. Mwanamke ana uwezo wa kumudu mwanaume kuliko mwanaume kumudu mwanamke. Kwani mwanamke ni ardhi, majengo ya baby ardhi, ya baby ardhi. Ardhi inabeba majengo. Kwa hiyo wewe ni mama, sio kazi ya kubeba kitandani tu, ni kimaisha. Nasema hivyo kwa sababu mambo mengi yanayokatisha tamaa katika generation hii ya leo. Generation ya leo hatuna mwanaume kama mwanaume, ni nadra kumpata. Hatuna mwanamke kama mwanamke, nadra kumpata. Tuna viumbe viwili tu vyenye ngono ambao wote wawili wana sex. Ndicho tunachofanya kama reference, lakini persona
umungu uliowekwa awali kwa hao wawili hausomeki tena kwa generation ya sasa. Mitandaoni kuna walimu wengi, kila mmoja na taaluma zake. Tunafundisha watu hadi namna ya kunywa maji, wakati tunafundisha kunywa maji kwenye glass. Initially glass haikuwepo wakati mtu aliumbwa. Kwa hiyo tunafundisha watu namna ya kufanya tendo la ndoa. Yani vitu vingi dunia hii kweli kuna vurugu. Uhalisi unakataa, asili inataka. Umepata eh? Very true. Yani uhalisi wako unakataa, asili inataka. Ndio maana conflict of interest inakuwa na wewe, sio na watu. Kwa hiyo moja kwa moja na kurudisha kwa uhalisi wako. Ukiwa halisi ndio wewe, ukiwa asili unatawaliwa na watu na binadamu wanaokuzunguka. Kuna watu wengi sasa hivi, takwimu zinasema divorce rate in Tanzania iko juu sana, and especially in Dar es Salaam. Divorce rate inakuwa ni kubwa sana, na anayetafuta hii divorce of course majority ni mwanamke. Na sasa hivi ni mwanamke kwa sababu mwanamke ni kama amefunguka akili. Wanawake wanateseka sana, wanawake wamekuwa wakiumizwa sana kwenye ndoa, na familia zimekuwa zikituambia vumilia. Nakwenda nyumbani, mama anakuambia vumilia, hata mimi ilikuwa ni hivyo hivyo, hata mimi nilikaa kwa sababu yako, hata mimi nilikaa kwa sababu yenu, baba yenu alikuwa anafanya hivi na hivi na hivi. Mwanamke avumilie dokta mpaka lini? Kwa hiyo na maswali mawili. La kwanza, tuvumilie mpaka lini? La pili, kwa nini divorce rate imepanda sasa hivi Tanzania? Yeah, basically ni consequence. Yeah. Ni consequence za malezi mabovu. Malezi mabovu. Tangia tuanze kuishi, kuna disorientation imeishafanyika katika malezi ya mwanadamu, sio Afrika tu, duniani. Labda sasa hivi hapa tumeona rate inainuka, ni malezi. Mama amekuambia mwanaume anakutesa, vumilia tu kabisa. Mama naye aliambiwa hivyo wakati baba alikuwa anamtesa, vumilia tu. Mwanamke anayeteswa na mwanaume ni mwanamke ambaye hajatambua yeye ni nani. Kama urudie hiyo tafadhali Dr. Mwanamke anayeteswa na mwanaume, mwanamke ambaye hajatambua yeye ni nani. Mwanamke wa kweli, mwanaume hawezi kumtesa. Kivipi Dr.? Anaendesha ndoa yake. Wanaume wananyanyasa na kuwaonea wanawake ambao hawaendeshi ndoa zao. Verify, ni psychological. Mwanamke anayeendesha ndoa yake atampa mwanaume fursa ya mwanaume kuendesha familia yao. Ndoa ndio mwili kwa mwanaume na mwanamke, ndio maana ya ndoa. Kwa hiyo mwanamke alipoingia dunia hii ndo ndoa ilianza. Mwanamke wa kweli ni yule anayeendesha ndoa. Katika generation ya sasa hivi, asilimia kubwa ya ndoa zinaendeshwa na wanaume. Anakwenda kuangalia picha za ngono, anaona michezo kule, analeta michezo hiyo kwa mwanamke. Manake wanaume ndio wanaendesha ndoa. Ndio maana wanawake wanalalamika, mwanamke anayeendesha ndoa yake mwanaume anamheshimu. Na ukiona ndoa mwanamke ana hadhi na heshima, sio kwa sababu ana pesa ama kwa sababu anachangia katika mahusiano, hapana. Ni kwa sababu anaendesha ndoa yake. Dokta, naomba uniambie ninaendeshaje ndoa yangu? Ninaposema ndoa ni mambo yote yanayohusu intimate life, sex, romance, attitude ya relationship ya miili yenu, mambo yote ambao yako na relation kuanzia sex, intimate, romance and so on. Kitengo chote kile mwanamama ndio anashikilia. Sasa dokta, unashikiliaje hicho kitengo wakati yule ambaye umemshikilia kitengo hayuko pamoja na wewe? Yani kama ukishikilia kitengo kile atakuwa pamoja na wewe. How? Yani hicho ndio nataka yeah. Yani mwanamke naomba umsaidie. Wao wanaume dokta wako bize. Sawa? Umemshikilia mtu ambaye he's hardly at home. Umemshikilia mtu ambaye kwenye simu yake kuna michepuo zaidi ya 7. Umemshikilia mtu ambaye
yani hakuhitaji kimapenzi, unajitahidi na yeye hafanyi, unamshikilia mtu wa namna hii dokta, ashikiki, naendeshaje hiyo ndoa? Kumshika mtu sio kwa kumshika kwa mkono. Yes. Mlivyoanza kujua kwamba ana mawala, alikuwa aonyeshi, labda wewe ndio ulikuwa hawala. Sasa ulivyoingia, sifa zako za wawala unaondoa, anatafuta sifa hiyo mtaani. Mwanamke anakamilisha sifa zote za mwanamke kwa mume wake. Ni malaya, ni hawala, ni kaaba, ni mama watoto wake, ni rafiki, ni ngumu hiyo, haiwezekani. Ndio nasema hiyo package doctor inakuwa package hiyo haiwezekani. Ndio maana tuna matatizo haya tunaokwenda nayo. Na kwa nini hiyo package haiwezekani? Ni kwa sababu wengi tunatamani kuishi maisha ya wengine. Katika generation ya sasa hivi ni nadra kumpata mtu kama yeye. Watu wengi wanaishi kama wengine. Anataka nyumba yake iwe kama ya yule, anataka show yake iwe kama ya yule, anataka ndoa yake iwe kama ya yule. Inabidi fikie wakati, kwa sababu enzi zile ilikuwa mwanamke atamani ndoa nyingine. Mwanamke anakuwa yeye akiheshimika kwa mwanaume. Anachodai mwanamke kwa mwanaume ni heshima kabisa. Yes. Sasa kuna mwanamke ambaye atambui heshima, akiheshimika na mwanaume, yeye ana take for granted heshima hiyo. Sasa mwisho wa siku anajizofisha, mwanaume anatafuta hiyo hali ambayo inamsababisha yeye amheshimu, apate tena. Tunaongea hapa, si tunatibu kabisa sana. Kuwa karibu na mtu sio kumbana. Kuwa karibu na mtu ni kusababisha attention yake kutokuyumba kuhusu wewe. Ndio kuwa karibu na mtu. Kuwa karibu. Tatizo pia, walimu ni wengi sasa hivi mtaani, kwa sababu kila kitu akifundishiki kabisa. Mwanadamu hakuumbwa ili afundishwe, mwanadamu aliumbwa ili ajifunze. Ndio maana uwezo ukapata akili hadi ujifunze. Tunavyoongea hapa tunafundisha sana. Watakao profit na kipindi hiki ni wale ambao watalenga kujifunza, sio kukriticize. Kuna yule ambaye anataka asikilize tu, anatoa kasoro kwa jinsi alivyozoea mtaani. Kumshikilia mtu, kuwa karibu na mtu sio kuwa na mwili naye, sio kuwa na mguso naye, unamshika mkononi, unacheki simu yake, unajua na mawala na kadhalika. Hapa tuongelee mwanaume tu na mwanamke vile vile, pamoja na mwanaume sote. Kuwa karibu na mtu ni kumsababishia yeye njaa na wewe. Popote aendapo anaweza akafeel kwamba upo, ana feel presence yako wakati wowote. Anaweza akakosea leo, kesho atajirekebisha. Kumpata mtu wa namna hiyo ni ngumu. Watu wengi unaacha huyu mwanaume, unapata mwingine ambaye ni yuko kama yule yule, ila mmeanza katikati atafanya hivyo hivyo. Utafanya divorce mara ngapi maishani, na mwisho wa siku utaamua usifanye tena. Ndio maana bora kupima utayari wako awali. Am I ready? Ukiwa tayari unakwenda. So I'm gonna tell you something. Kuwa karibu na mtu ni kinyume na kuwa possessive na mtu. Possessive kwa Kiswahili ni neno? Yani mbanano. Kumiliki. Yani unamiliki mtu. Yani mtu akipita hivi unapiga simu sana, unamuulizia daktari amesema inabidi tuwe karibu nao. Ni kitengo cha mama. Kitengo cha mama ni kitengo ambacho kinasomeka attitude kwa bikira. Mwanamke ambaye yuko safi, mtukufu ni yule ambaye hajajua mwanaume ana hali gani. Fanya utafiti mwenyewe, soma bikira ana sifa zipi, ndio inabidi niwe nazo nini sasa kwa mume wangu. Sifa sio kwa mume wako, kwako. Watu wanakuheshimu kwa sifa. Usiwe na sifa kwa ajili ya mtu. Sifa ni kwa ajili yako. Ukiwa unafanya chochote ili utukuke kwa mtu, utakatishwa tamaa, kwa sababu yule mtu sio lazima apokee unavyompelekea. That's the very reason watu wengi tunaowapenda watupendi. Kwa hiyo mwanadamu anayeweza kusoma in real time ni wachache. Ili watu wakusome, someka. Kwa hiyo wewe jenga sifa hizo kwa ajili yako, ili utasomeka sasa kwa wengine.
Usifanye tabia, usijitune tabia kwa sababu ya mwanaume au kwa sababu ya rafiki ama kwa sababu ya kitu fulani. Hiyo inaitwa taaluma labda, lakini hypocritical. Taaluma inabidi upretend. Hata wewe sio caring. Ukiwa daktari inabidi uonyeshe kama uko caring. Ukiwa customer care, the customer care, hata usipokuwa na care inabidi upretend kuwa na care kwa sababu ni taaluma, ni kazi. Lakini maisha ni different. Sifa zote unazobeba inabidi uelewe unabeba kwa ajili yako, ili kama watu watakwenda mbugani kutembelea wanyama waone kwamba wewe ni simba, wewe ni nyati, wanakutafuta wakuone wewe kwa nature ya kwako kama wewe, sio kwamba simba yuko simba ili watalii wamuone. Kwa hiyo inabidi uwe wewe na sifa zote. Mwanaume atakuona kwa sifa za kwako. Bikira yuko hivyo, ana sifa za kwake, sio sifa za kuimpress. Ni sifa ambazo ni expressive. Life ni expression, sio impression. Impression ni illusion. Maisha hakuna anayemuona mwingine. Miili hii tu kwa sababu inazuia mwanga ndio tunaona jiwe hili, lakini na one day unakufa mwili huu wewe ukitoka. Ina maana hakuna mtu ambaye ni mwili wake. Kwa hiyo ili uishi vyema, sorry to make it clear, but kuwa na sifa zote za intimate life, sex life, romantic life, inabidi wewe mwenyewe ujirefer, kwa sababu mwanamama yeyote ambaye yuko kwenye mahusiano alikuwa bikira. Jiulize ulikuwaje? Ulikuwa hujatembea na mwanaume, lakini kuna sifa na hisia ulizokuwa nazo wakati ule, ni vitu vya ku maintain. So usipoelewa mwanzo, definition imekufa. Ni loneliness. Sasa mtu anakuwa lonely kwa sababu anahitaji presence ya mwingine, anamhitaji mwanamke amjazilizie, anamhitaji mwanaume amjazilizie, lakini mwanaume anatoka hajarudi, mwanamke anatoka hajarudi. Ulivyokuwa bikira wakati ulikuwa una mke, ulivyokuwa una mume, ulikuwa na wasiwasi? Ulijitosheleza mwenyewe. Kwa hiyo watu ambao wako lonely still, asilimia kubwa ni wale ambao wanaishia hadi ku commit suicide, kwa sababu una develop suicidal idea ukiwa unaona kwamba au fulfilled. Na ugonjwa huo sio kwa sababu umekosa watu. Watu ambao wako lonely ni wale ambao wamejikosa wenyewe. Ukijazwa na presence ya kwako, hakuna mtu ambaye atahitajika ile ya kujaza. Kwa hiyo unaweza ukashinda kutwa nzima, mke hayupo, mume hayupo, watoto hawapo. You're solitary. That's our life really. Ndio maana mwanandoa yote mwenye akili ana pay attention zaidi kwa mke wake, kwa mume wake, sio kwa watoto. Hapo dokta, kwa sababu watoto wataondoka, mtabaki solitary ya nini wawili. Kabla tujaenda huko kwa watoto, kuna kitu umeongea ambacho kimenifanya nijiulize maswali mengi sana kuhusiana na mimi kama mwanamke kumfanya mwanaume awe na hamu na mimi. I don't know if I got it right, yani kwamba unamfanya mwanaume awe na hamu na mimi. Kuna kitu kimoja, kuna saikolojia moja nilisikia, and I don't know if it's right, kwamba mimi ninaweza nikawa pilau, sawa, Mariam akawa chips kuku, mwingine akawa kitu fulani. Yani wanawake tuna ladha tofauti. Kwa hiyo unakuta ni ngumu sana kwa mwanaume kutaka pilau kuku kwa maisha yake yote. Na ndio maana it does not matter, of course, kama mwanamke nitajitahidi leo nipike pilau, niongeze njegere, kesho nifanye nini, but at the end of the day it is pilau, you know, and that's why it is very difficult. Ni ngumu kwa mwanaume kukuwa na hamu na wewe. Atakuwa na hamu na wewe pale anapotaka pilau, lakini njaa ni njaa. Kwa hiyo leo atakula pilau, it's okay, anaweza kaipiga ile pilau kwa miaka 5-6, it's fine, but akienda akagusa birhani, akienda akagusa ugali nazi, ujachanganywa na maboga, anachanganyikiwa. Na ndio maana ni ngumu kwetu sisi kumtaka huyo mwanaume, kwa sababu we try so hard, doctor. Wanawake wako hapa wanaangalia, tunajaribu sana, lakini ni ngumu kumfanya huyu mwanaume atulie. Na ndio maana sasa hivi tunakimbilia huko. Yaani unakuta wanawake wengi wanasema, unajua nini, ngoja mimi niachilie ngazi ili maisha yaendelee, nitafute mwingine.
Nitafute anayependa ladha ya kwangu. Absolutely. Na atakaye kula ladha hiyo hiyo ama atabadilisha? Labda niende kwa mwingine. Yes. Unajua wanyama ambao wamepoteza thamani na ardhi katika wanyama wote dunia hii ni sisi tunaojiita binadamu. Tunadhani tuna akili zaidi ya simba kwa sababu tumetengeneza TV, lakini tuna stress ambao simba hana. Manake mjinga na mpumbavu ni sisi. Wanyama waliobaki mbugani wana uwezo mkubwa kuliko sisi, kwani wakutenda dhambi moja kwa moja kama sisi. Mwenyezi Mungu akuwatengenezea vazi la kufunika uchi, wao walibaki bado. I want to tell you something. Laza, mtu anayetoa mifano ya namna hii level yake ikoje? Yani kiakili anawazaje? Ukisema ladha, kuna choice ya feel, ya interest. Interest ni nini? Ng'ombe anakula majani, anazalisha maziwa. Maziwa yana content ya maana lakini ukiangalia majani sio maziwa. System yake ndio inazalisha maziwa. Yeye akiwa healthy, maziwa yatatoka ambayo ina content nutrients za maana, lakini yeye anakula majani. Ladha, ukiwa una judge ladha, manake wewe umeisha kuwa chini sana kwa viwango vya maisha. Ndio maana mtu mwenye furaha chagui chakula. Anayechagua chakula ni mwenye njaa. Sorry, ndio niweke sawa. Mtu mwenye furaha chagui chakula. Anayechagua chakula ni asiye na njaa. Yeah. Ina maana asilimia kubwa mtu mwenye furaha na njaa. Njaa ndio tunaita interest au chagui. Kwa hiyo ukiwa unachagua, ina maana una ladha. Unabagua ladha. Kwamba ladha hii hapana, ladha hii ndo nataka. Ladha ile choice unaopokea hauwezi ukaipeleka hii kwenye maisha. Ladha unaosikia kwa mtu, ukiwa na mtu unaita hiyo ladha, inabidi uite jina tofauti. Ni raha, sio ladha. Katika mahusiano ukiwa na hesabu watu ni chakula, maana yake unakula huyo mtu, na maana sio mtu kwako. Sasa tunamla nyama, ana moyo pia. Binadamu pia ana moyo. Ukiwa unamchukulia mtu kama chakula, ina maana yeye kwako wewe yule ni mnyama. Yeah. Utamheshimuje? Mwanaume anayekusogelea kwa sababu ya ladha unaotoa hawezi akakuheshimu, na mwanaume unayemfuata kwa sababu ya ladha anaokupa hautamheshimu. Unamheshimu yule ambaye anakupa raha. Na raha ni ile hisia ya kutosheka bila haja ya ziada. Lakini ladha yoyote ile inafungua ladha nyingine. Ndio maana ukishakula baadaye unahitaji kushushia na kitu fulani. Yaani ukienda na ladha moja inazalisha ladha nyingine. Lakini raha inakufikisha katika kububujika kwa moyo wako. Unatosheka, unafika. Na watu wanajaje ladha. Aliyekwambia eti mara yeye anapenda huyu matembele, anapenda yule kule, sio kweli. Sio kwa sababu ya ladha. Mwanadamu yeyote ana udhaifu wake. Mtakatifu hayupo kati yetu, tusidanganyane. Tunaongelea madhaifu ya watu kwa makosa yanayosomeka. Kuna watu wameshatembea na wanawake wengi kuliko yule ambaye alifumaniwa na moja tu. Yule mwingine anayeonekana mtakatifu kashatembea na wanawake wengi mno nje ya mke wake, kashatembea na wanaume wengi nje ya mume wake, lakini hajasomeka, hajafumaniwa. Unaona, mwanamke mwema, mwanaume mwema. Tunaishi katika ulimwengu wa wanafiki. Kwa hiyo mtu asikuimpress. Hakuna mkamilifu, hakuna mtakatifu hata mmoja. Kama ulikula kwa mama ntilie mara moja mara mbili, utajua kabisa chakula cha nyumbani ndicho shibe, sio cha mtaani. Kisa ubora ni wakati una uhakika kwamba ni kwangu. Hatua ya kwanza. Na pili, una wasiwasi kwamba naweza nikapoteza. Mawili yale. Kwangu una wasiwasi naweza nikapoteza, una protect. Ile haja, ile hali ya kutotaka kupoteza, una protect. That's tayari ladha inakuja hapa.
Ladha tunaoongelea haitwi ladha kama kachumbali, inaitwa ladha kwa maana ya raha, ni zao la furaha, na wote wawili inabidi mpeane raha. Kwa hiyo mimi ninavyotoa raha na yeye inabidi anipe raha, si ndio? Au hii raha ninaitoa mimi tu mwanamke kwenda kwa mwanaume? Uwezo ukapewa raha hapo, naongelea raha sasa. Siwezi kupewa raha sasa. Mtu hawezi kuzamiria kukupa raha, inabidi mtu akizamiria kukupa raha anakuburudisha, akupi raha, anakuentertain, anakudanganya, in other words. Sasa naipataje hiyo raha? Raha unaipata kwa utayari ulio nao wewe mwenyewe. Ukikutana na mtu ambaye ana utayari sawa na yeye ana utayari, wewe unakutana na mtu mwenye raha, wote wawili unasikia raha inatembea. Ni umeme. Mwanadamu sisi ni energy. Ukikutana na energy ambayo inakwenda sambamba na wewe, moto unapita. Ukichukua karatasi unaweka na moto, mmoja anaua mwingine. Lakini ukiwasha moto, unawasha moto unaweka pamoja, hakuna naye muua mwingine. Tuko sambamba hapo? Lakini ukichukua kuni unasema uunganishe na moto, manake hautakii kuni mema. Watu wawili wenye raha wakikutana, wote wawili umeme utatembea. Umeme utatembea moja kwa moja. Ndio hapo tukirudi, nataka kuuliza hili swali kwamba unakuta mtu mmoja yuko kwenye ndoa na mwingine yuko kwenye ndoa. Hizi ndoa mbili hawapeani raha, lakini anaenda kukutana na mtu wa nje anampa raha. Yaani watu wawili ambao wako nje ya hii ndoa wanakutana na wote wawili wanaweza kutransmit hii raha. Hapa hii ndoa inakuwa vipi? Lilian Mwasha ndio jina langu, kipindi kinaitwa Heart Talk with Lilian Mwasha. Niko na Dr. Eliud Ominian. Tukirudi naomba ajibu hilo swali. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online. Sasa Wakristo wa Katoliki kwa kufuata haya matashi ya Mungu aliyetaka wanadamu wakiungana wabaki hivyo, na matamshi ya Yesu Kristo aliyetangaza kwamba watu waliooana wawe mwili mmoja na wadumu hivyo, tunajaribu kuwa makini. Kwanza kabisa tunataka kuwa makini. Watu wanaochumbiana, tungependa sana ili wakishaungana kule wasiweze kuvurugana. Tungependa sana wajichunguze wenyewe vizuri, na watu wengine wasaidie kusema kwamba watu hawa wanaweza kuishi pamoja. Ndio maana tunaruhusu kipindi cha uchumba. Baada ya hapo kishaandikishwa, kuna kuwa na matangazo matatu. Yale matangazo matatu ya ndoa yanarudiwa kanisani. Nia yake ni kutoa fursa kwa Wakristo wote wanaowajua wale watu wanaotaka kwenda kuoana, wale kutoa dukuduku zao na kusema mapema kama kuna kitu kinachoweza kuwafanya watu wale waachane baada ya muda mfupi. Pale na windwa vitu vinaitwa vizuizi vya ndoa, viko kama 12 hivi. Sio lazima tuviorodheshe vyote, lakini kwa mfano kimojawapo, kama watu wanajua kwamba pale kuna mmoja hawezi kuzaa, watu waseme kwamba hao wanataka kuoana, lakini mmoja yule mbona hawezi kuzaa. Watu wanaweza kujua dalili mbalimbali za mtu asiyeweza kuzaa. Uhanisi. Kizuizi kingine, watu wanaweza kusema kwamba mmoja ana umri mdogo, haelewi ndoa ni nini. Yule akiachiwa afunge ndoa, baada ya siku 2-3 tu atakuta mambo ya ajabu, ataanza kuhangaika. Jambo lingine ni kama kuna mmoja kalazimishwa. Kuna mmoja pale kalazimishwa, isije mtu pale analazimishwa wakafunga watu ndoa yao, baada ya muda mfupi akasema mimi nililazimisha. Jambo lingine ni kama mmoja pale ana ndoa yake ya kwanza, kwamba alikuwa ameoa sehemu fulani huko au ameolewa sehemu fulani, alafu amekimbia anaenda kuoa au kuolewa mahali pengine. Sasa kama watu wanajua, waeleze mapema jambo lile, sije likagundulika huko mbele likaleta mgogoro. Alafu jambo lingine, kama kuna mtu pale ametishiwa labda au ameua huko, amemuua mwenzi wake wa ndoa ili apate fursa kumuoa au kuolewa na mtu mwingine, jambo kama lile lifichuliwe. Jambo lingine, kama kuna
shinikizo aina lolote, labda kutoka kwa wazazi au kutoka kwa marafiki au nini, kwamba mtu ameingia pale kwa kulazimishwa, au jambo lingine kwamba mtu pengine amedanganywa. Labda kuna mtu amekuja amemwona labda binti fulani amedanganya, anasema kwamba yeye sijui ni afisa gani wa TRA huko, na yule binti mwingine, yule binti amemfuata kwa sababu anafikiri kwamba ataishi vizuri. Sasa kitu kama kitu cha uongo namna hii kitangazwe mapema. Kwa hiyo kuna vizuizi vya ndoa 12. Hivyo vizuizi hivyo kama Wakristo wangeiari, wangevitangaza, wangedokeza kwa paroko mapema, kwa sababu vitu hivyo ndivyo vitakavyoleta mgogoro mbele. Sasa watu wengi wanakwenda tu hivyo wanachumbiana, alafu wakati wa matangazo wengine hawajali, wanafikiri kwamba wakitangaza vizuizi hivyo watasema kwamba wanaonea wivu sijui. Sasa watu wanaingia katika ndoa wakati wana kasoro fulani, na kasoro ile baada ya wiki 3 au baada ya mwezi au baada ya miaka 3 inavumburuka na watu wanataka kuachana. Kwa hiyo maandalizi haya na kukosa uangalifu wakati wa kuchumbiana mpaka natangaza ndio kinachosababisha watu baadaye wajikute katika migogoro mikubwa. Sasa kanisa linaweka fursa ya kuwaangalisha wale wanaotaka kuoana mapema. Wengine wanaweza, kizuizi kimojawapo ni ukaribu. Kama watu wamekaribiana sana kwa damu, labda dada na dada sijui au na kaka na nini, mpaka digrii ya 4 ya ujamaa, marufuku. Au kizuizi kingine, kama mtu alioa mahali fulani, baada ya kufiwa na mmoja anakwenda kuoa tena ndugu yake yule mtu, kitu kama hicho, jamaa wa namna hiyo. Kwa hiyo hivi vitu kama tungekuwa vinazungumzwa mapema, tungeweza kuepusha migogoro ya mbele. Lakini sasa kama watu wamekushaingia katika ndoa yao, alafu baadaye kuna migogoro, namna ya kutatua ziko 3. Namna ya kwanza ya kutatua mgogoro huu ni watu wenyewe walioana wale kukaa. Hii ni pendekezo au ni utaratibu aliotoa Yesu Kristo katika Mathayo sura ya 18 ile aya 15 kuendelea. Kama una tatizo na mwenzio, kaeni wawili mzungumze. Kwa hiyo ilipasa baba au na mama, mke na mume wakae wenyewe huko chumbani kwao huko, watatue mgogoro huo. Kama mgogoro unawashinda, sasa wawaalike watu 2 au 3 kama mashahidi. Na hapa watu wangependa sana wawaalike wale waliosimamia ile ndoa, mashahidi wa kwanza kabisa, sisi tu mgogoro huu, ili waweze kumaliza hapo. Kama hawezi kumaliza hapo, basi Yesu kasema kwamba watu wasioweza kumaliza mgogoro kwa ndoa wapeleke sasa kwa kanisa. Sasa kanisa linaweza kupelekewa migogoro ya ndoa kwa chombo maalum kinaitwa mahakama ya kanisa. Mahakama ya kanisa. Kwa hiyo mahakama ya kanisa hiyo ni chombo sasa katika jimbo au katika majimbo kinachoweza kushughulikia mambo mbalimbali pamoja na kesi hizi za ndoa. Lakini ukifika kwa paroko tu, labda hajapeleka katika mahakama, yeye anaweza kuwaambia watu wale kama wamekasirikiana sana, anayo mamlaka ya kuwatenganisha miezi 6. Wewe umekasirika, labda sijui swala la ugoni au nini, basi mtengane kwanza, mkakae huko, hasira zenu zikipoa mrudiane. Kama hawezi kurudiana, basi jambo hilo sasa naweza likasogezwa sasa katika mahakama ya kanisa ishughulikie. Kwa hiyo mahakama ya kanisa, jambo hilo likiletwa litashughulikiwa kimahakama. Mahakama ya kanisa inakuwa walao na padre mmoja ambaye ni hakimu, mtu anayejua sheria za kanisa. Atamwita huyo mwanaume na kumuuliza, atamwita na yule mwanamke, ataulizwa, na wote kama wana mashahidi wataleta pale, watazungumza, waone jambo lile likoje. Hapo mahakama ile inaweza kuwa tena kuwarudisha watu katika kuwatenganisha, au kama ikigundulika kwamba wakati ule ndoa inafungwa kulikuwa na kizuizi ambacho hakikujulikana, katika vile vizuizi ambavyo nimesema viko 12 vile, kama labda mmoja alificha uanisi, mmoja anasema mimi siwezi kukaa na huyu tena kwa sababu tangu zamani alinificha kwamba hawezi kuzaa, basi jambo hili lilikuwa kubwa wakati ule. Kama lingekuwa limejulikana, ndoa ile singefungwa. Kwa hiyo hapa sasa ndoa ile inabatilishwa.
Kwa hiyo kama kutakuwa na kizuizi kitakachogundulika kati ya vile 12 vile, mahakama ile inaamuru ndoa ile itangazwe kwamba haikuwepo. Siku ile ilipokuwa inafungwa pale ilikuwa kama mchezo tu, kama ze comedy fulani tu, kwa sababu ya kizuizi kile. Watu wale hawakupaswa kuoana, na hicho walichofanya siku ile ilikuwa ovyo tu. Kwa hiyo watu wale watatangazwa kuwa watu wasiooana, na mahakama ile itakwenda kupeleka barua hiyo kwa askofu, na askofu atatia saini kwamba watu wale hawakuwa bwana na bibi tangu mwanzo. Kwa hiyo huyu akitaka kwenda kuolewa akaoe huko, na huyu akitaka kwenda kuoa tena akaoe huko. Kwa hiyo na kwa mwisho na kanisani itatangazwa rasmi hiyo. Kwa hiyo sasa matatizo haya yanatokea katika ndoa za watu ni katika makosa hayo, yanafuatia makosa ya kuteuana, pengine kuteuana kwa haraka haraka tu, au makosa ya kufumbia macho kizuizi fulani ambacho kilikuwepo. Watu labda walifunika kombe mwanaharamu apite tu, sasa baadaye kinabumburuka kile vitu. Kwa matatizo hayo na wenyewe kushindwa kuishi vizuri, lakini kama si kizuizi, ndoa haifunguliki. Kama kuna sababu tu ya kukasirikiana, sijui ya ugoni au nini, hapo hakuna sababu ya kutengua wala kubatilisha ndoa yoyote. Kitu alichosema Yesu Kristo kwamba watu wakiwa wana kitu hicho ndio watenganishwe au wasambaratishwe huko, kinaitwa porneia. Sasa neno hilo porneia ni neno la Kigiriki, maana yake uhusiano wa karibu. Porneia ni uhusiano wa karibu, ndoa ya maharimu, ndio aliyosema. Kama ni ugoni wa kawaida au kama washarati wa kawaida, hiyo si sababu ya kutangua ndoa yoyote wala kubatilisha. Hilo ni jambo la kukasirikiana, baadaye mkisameheana maisha yanaendelea tena. Kwa hiyo jambo hilo la porneia hiyo nagusia hapo ili watu mlielewe. Ni neno ambalo ni la Kigiriki, maana yake ndoa ya maharimu, ndio alisema, sio washarati wa kawaida. Kwa hiyo walio tafsiri Biblia kipengee hiki hapa, Mathayo sura ya 19 ya kwanza mpaka 12, hapo ndani hapo kuna neno hilo porneia, walikosea pale. Porneia si washarati wa kawaida wala uzinzi wa kawaida, na hivyo uzinzi wa kawaida au washarati wa kawaida si sababu ya watu kubatilishiwa ndoa yao au kutenguliwa ndoa yao. Mawazo yenye tija kwa maneno ya dhahabu, kukupa hamasa na kukujengea uwezo wa kufanya zaidi na kuwa zaidi. Welcome to the home of positive vibes.